Kadri sayansi na teknolojia inapozidi kukua ulimwenguni, kuna shuhudiwa ubunifu wa kina katika mifumo mbalimbali, ambapo kwa sasa moja kati ya mifumo hiyo ya kiteknolojia ambayo inazungumzwa zaidi ni akili unde, ambayo yenyewe hufanya kazi na kufikiri kama binadamu. Watumiaji wa akili unde wanaiona kama mkombozi katika kurahisisha majukumu yao. Mwalimu au mhadhiri, AI anaweza kutumia kuandaa notes zake za ufundishaji. Unaweza kwa mfano ukawa na notes kubwa, ukataka condense iwe ndogo, inaweza ikakusaidia. Unaweza ukawa ipo kwenye Word format, unataka ipeleke kwenye PowerPoint, inaweza kukusaidia. Kwa kawaida pia nakuaga na kazi nyingi, kwa kujisomea pia ni rahisi kutumia AI kujisomea, dig deeper, kuangalia taarifa mbalimbali. Kwa AI inanisaidia mimi kufanya katika vitu hivyo. Matumizi yake pia yamekithiri katika eneo la taaluma, hali inayoibua hofu ya kuzalisha wataalamu wasio na ujuzi binafsi siku zijazo. Kwa sasa wanafunzi wengi ukiwapa mazoezi wanaenda kwenye ChatGPT, kwa mtu anaandika swali lake pale, anachukua majawabu, anakuletea mwalimu. Kwa mimi hiyo nadhani ni changamoto, kwa sababu AI au akili unde ilipaswa kuwa ni kisaidizi cha mwanafunzi kama kitabu. Kwa hiyo ni wakati mwafaka wa kuweza kulijadili kwa wazi na kuweza kuchanganua kila eneo ambao namna gani akili unde inaweza kutumika kwa ubora zaidi kuliko ambao labda watu wanaweza kaichukua na kuitumia vibaya. Ili kukabiliana na athari hasi za matumizi ya akili unde nchini, serikali nayo inaendelea kukuna kichwa. Hivi sasa hivi tupo kwenye hatua za mwisho na kuja tumeshatengeneza, kwa sababu tupo kwenye hatua za mwisho kuja na National AI Strategy. Strategy ambapo ni mwongozo ambao kama taifa tutakuwa tunautumia ukituongoza kwenye matumizi sahihi. Waswahili husema raha ya ngoma uingie ucheze. Nami nimeona ni vyema niperuzi moja kati ya mifumo hii ya akili unde, na unafahamika kama ChatGPT. Kwa hali ya utandawazi ilivyo sasa, pasi na shaka ni uamsho kwa umma juu ya umuhimu wa kujielimisha kuhusu matumizi ya akili unde. Ahmad Ali, Azam News, Dodoma.